Asante sana na ujambo msikilizaji wangu, na karibu katika mawaidha yangu siku ya leo, na ninashukuru sana maana you have tuned in ili tuweze kushirikiana pamoja katika wazo la siku ya leo, ili tuweze kuelimishana pamoja katika mambo ya kimsingi katika maisha na mambo ya kifamilia kwa jumla katika safari hii na katika maisha tulio nayo hapa duniani, maana Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuishi hapa duniani na ametupa hekima na maarifa ya kuweza kuelewa mambo tofauti tofauti, ili tusije tukapata kuweza kwenda na njia isiyo sahihi. Maana tunapopatana na changamoto, lazima kuna mambo ambayo lazima hakika tunatakiwa tuweze kuyafahamu katika maisha haya. Maana tunapoingia katika mambo tofauti, hasa katika maisha ya kifamilia, kuna maarifa ambayo yatupasa tuweze kuwa nayo. Hautaweza tu kusimama na kusema ya kwamba unajua kila kitu, ilihali hakuna kitu ambacho hakika umeweza kukifuatilia ukakijua ama ukapata maarifa fulani ya kuhusu familia na ndoa. Na hivyo kama hujaweza kufanya hivyo ama hujapata kuweza kuspend your time kuweza kuinvest katika wewe kuweza kuwa na ufahamu wa mambo ya kifamilia, hakika utajipata ya kwamba umeishi katika familia ambayo hakika hauna ujuzi ama hauna ufahamu, yani nini haswa kinachotokea pale ndani wakati ambapo unapata mwenza na kuweza kuingia katika maisha ya kifamilia ama katika maisha ya ndoa. Na inakuwa ni ngumu sana ama ni jambo ngumu ama maisha mangumu kama unaishi katika maisha ya ndoa na ili hali haukujifunza katika wakati kabla hujaingia, ili kuweza kujifahamisha kuhusu mambo tofauti kabla uingie. Itakuwa ni hatari kubwa sana, ambayo ni kitu ambacho hakika una riski ukienda kuingia, maana hauna maarifa yoyote itakayokuwezesha kuweza kupambana na mawimbi ya ndoa utakayoenda kupatana nayo pale katika ndoa. Na ningependa siku ya leo niweze hakika kukuhimiza ya kwamba usikilize hili mpaka hadi mwisho, na utapata ufahamu yani jinsi gani ama ni mambo yapi ambayo unatakiwa uweze kuyafahamu kabla wewe hujaingia katika maisha ya ndoa ama katika maisha ya familia. Kuna mambo tofauti ambayo unapaswa kuyafahamu, na siku ya leo ningependa nikuhimize ya kwamba hakika uweze kutizama video hii kabla hujafanya uamuzi wa kuingia katika ndoa, maana itakupa maarifa fulani itakayokuwezesha kupitia uwezo na hekima Mungu atakayokupa kuweza kustahimili mawimbi na dhoruba za ndoa, maana zipo na utapambana nazo. Lazima utapitia changamoto katika ndoa. Unapoingia katika ndoa, changamoto zipo. Hautaweza kuishi tu maisha ya furaha katika muda wako wote utakaoishi na mwenza wako, na itabidi ya kwamba hakika ujue kuna challenges utakazopatana nazo na utazitatua vipi. Utakuwa na uwezo wa kuweza kuvitatua? Lazima ujue mambo haya na uweze kujitahadharisha kabla hujaingia, ili uweze kuwa na ufahamu. Na ningependa nikueleze ya kwamba hakika tunapokuwa tunaingia katika ndoa, usifikiri ya kwamba mwenzako anaingia tu akiwa mtu ambaye hakika tu ni mtu mzima, hajaweza kupitia chochote, ama pengine ako tu sawa kabisa mkamilifu. Hakuna yeyote atakayeingia katika ndoa akiwa na ukamilifu ule, na itabidi ya kwamba hakika uweze kuwa na ufahamu ya kwamba mwenzako, kama ni mwanaume, lazima ujue ya kwamba ana mambo ya kwake ambaye kuja kama ameyabeba ili kuweza kuingia katika ndoa. Na ni lazima kama wewe ni mwanamke uweze kufahamu ya kwamba mwanaume ambaye anaenda kukuoa ama mnaenda kuingia katika ndoa, kuna mambo ambaye hakika amebeba. There are languages kila mmoja ambazo amebeba. Kila mmoja lazima tuweze kujua na tungundue ya kwamba ako na background ambayo hakika yapo mambo katika maisha ameweza kuyapitia, na mambo yale huenda yamemuaffect kwa njia moja au nyingine. Kuna mambo ambayo hakika ya kifamilia ambayo lazima kabla tuingie katika ndoa, lazima uweze kufuatilia, ujue mwenzako
ametoka wapi, mwenzako ametoka katika familia ina gani, ili uweze kujifahamisha mambo tofauti tofauti. Si eti kana ya kwamba uweze kumwacha ukijua ni wapi ametokea, lakini uweze kujitahadharisha na uweze kujua, uwe na ufahamu ya kwamba hili ni changamoto ambalo mwenzangu amepitia, ujue jinsi gani utakavyoweza kupambana nalo wakati utakuwa katika familia. Ujue kuna vita utakayopambana nayo, vita ambazo utapambana nazo maybe kutoka kwa familia ya kijana ama ya mzee, ama kutoka katika familia ya mwanamke ambapo ametoka. Na hizi ni vitu ambavyo hatuwezi tukaweza kuviunderrate, ni vitu ambavyo ni important na ni basic katika misingi ya ndoa tunapokuwa tunaingia katika ndoa. Hakika ufahamu ni jambo ambalo ni jambo muhimu sana, wakati ambapo kabla tuweze kuamua ya kwamba hakika sasa tunaingia katika ndoa. Haya ni maarifa ambayo lazima ukuwe nayo, ili uweze kujua ni jinsi gani utakavyoishi na mwenzako wakati mtaingia katika ndoa. Na usipojua mambo haya, hakika utaingia katika mambo ambayo hakika hauna ufahamu, na utaweza kupatana na muda ambao ni mgumu sana katika maisha ya ndoa. So lazima ujue ya kwamba kuna mambo ambayo, kuna heartbreaks ambazo pengine nyinyi wawili mmepitia ama mwenzako ameyapitia. Pengine alikuwa katika uhusiano mwingine kabla akuje mpatane na yeye, na akaweza kupata heartbreaks ambazo hakika zinakuwa ni jambo nzito sana katika mioyo ya wengi, ambao wanapoolewa wakiwa wamebebana na hizi vitu, hakika unapata ya kwamba ndoa haina amani. Unapata ya kwamba mwenzako kuna mambo ambayo hakika amejenga habits ambazo hakika zimetokana na uhusiano aliokuwa nao wa zamani, na bado hizo vitu amebebana nazo. Kunao watu ambao hakika wanasema kwamba kunao wanawake wakipitia heartbreaks, pengine alikuwa na uhusiano na mwanaume mwingine na akakuja akamteza in a way ya kwamba hakika akaona nikana kwamba wanaume wote wanakaa the same. Hiyo ni statement ambayo hakika haishi mahali ambapo ameitaja tu, maana anakuwa ameibeba katika moyo wake, na inaweza kuwa ni changamoto kubwa katika ndoa yenu mnapoingia, kabla hajaweza kupata nafuu ya kuweza kupona katika moyo wake. Wenda pengine mwanaume kuna mambo aliyopitia, alikuwa katika uhusiano mwingine pia. Watu ambao wanakuja pamoja wanaweza wanataka kuweza kuwa kitu kimoja, ama wanataka kuoana kama mke na mume, wanakuwa wana mambo ambayo hakika wameyabeba, na wakati ambapo wanapoingia ndipo ambapo mambo ambayo wameyabeba yanaanza kutokea, na huenda pengine usiyajue kabla hamjaingia katika ndoa, lakini wakati tu mtakapoingia ndio yanaanza kudhihirika wazi mambo ambayo hakika yalimuaffect katika relationship ambazo zimepita, na inakuwa ni changamoto kubwa sana. So lazima utake kujua, na hakika mnapoenda katika maana kabla muane, lazima mahusiano yenu yawe na stages ambazo lazima yatapitia. Hizo stages zinawaruhusu hakika kuuliza maswali mahali ambapo unataka kuuliza swali, ili uwe na ufahamu. Kuna mambo ambayo lazima mtaafikiana uweze kuyajua kwa kina wakati unapoenda date na mwanaume ama msichana, mnapoenda ili muweze kuongea, mnapozidi kuendelea kujuana kabla muweze kuingia katika ndoa. Kuna kitu ambacho hakika ni very important. Kuna kitu ambacho unakuwa unatarajia. Kwenda date haimaanishi ya kwamba mnaenda tu kula na kunywa, na mnaweza na hakika mnaweza mnabeba na hisia, mnajipata ya kwamba mmepotea katika njia hata kabla ya ndoa. Ni jambo ambalo hakika mkienda date ina maana ya kwamba unaenda kutafuta data ambayo inatakiwa ya kwamba uweze kuicollect, itakayo kusaidia kuweza kujua mwenzako ametokea wapi. Data utakayoweza itakusaidia ili kuweza kujua mwenzako ana hisia zenye gani, mwenzako anaweza kujicontrol namna gani, jambo ambalo linakuwezesha kuweza kujua ya kwamba mwenzako anapenda nini, ana react namna gani, hata wakati mnapokosana. Ili haya ni mambo lazima yanajulikana wakati wa dating, ili muweze kujua kabla muingie katika ndoa, na usipoyafahamu yatakuwa ni mzigo mzito katika mambo ya familia mtakapoingia katika ndoa. Shalom.